Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu katika imani, leo tupo katika swali la 20 ambalo linatuambia kwamba udhkur ba'dha anwa'i ibadati, taja baadhi katika aina za ibada. Jibu lake ni kwamba min anwa'iha, miongoni katika aina za ibada, ad-du'a, ni mtu kuomba dua. Muislamu anapaswa anapotaka kuomba dua, basi dua yake aiegemeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiye mwenye haki ya kuombwa. Aina nyingine, wal istighathatu, kutaka uokovu. Naam, kutaka uokovu, jambo hilo limegawika pia. Kuna kutaka uokovu kwa mwanadamu, kuna namna yake, na pia kuna kutaka uokovu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuna namna yake. Na wala pasichanganywe katika hizi namna mbili ambazo zinazopatikana katika kutaka uokovu. Mfano, mtu anataka kuangamia ndani ya maji, kwa maana amezama, hawezi kuogelea. Mja huyo atataka uokovu kwa mwanadamu au kwa kiumbe mwenzake ili aweze kumtoa katika hayo maji ule kwa kushindwa kwake kufanyaje, kuogelea. Au mtu anataka kuungua na moto nyumbani kwake, basi atahitaji uokovu, kwa maana kwamba apige kelele, awaite watu wamsaidie ili aweze kuokoka katika ile gharika. Na pia kutaka wokovu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo ni la kwanza. Muislamu anapaswa aitakidi hilo, kutaka wokovu baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakuja kueleza hapo baadaye jinsi gani ya kutaka wokovu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka wokovu kwa mwanadamu au kwa kiumbe. Aina nyingine, wal isti'anatu, kutaka msaada. Wal isti'anatu, kutaka msaada. Muislamu anapaswa atake msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia wanachuoni wengine wakaweka aina katika kutaka msaada. Ipo mwanadamu kutaka msaada kwa kiumbe, bi maana kwa mwanadamu mwenzie. Mfano, amepatwa na njaa, amepatwa na kiwi, hasa ile njaa iondoke mpaka apate kula, na kula kwake mpaka aombe kwa mtu ili amsaidie aweze kula. Au amepatwa na maafa, au amepatwa na kitu chochote, kile kitu kinahitaji msaada na mwanadamu mwenzie ili asaidiwe, maisha mengine yaendelee. Pia tutakuja kueleza hilo jambo kwa undani. Kadhalika wadhabuhu, kuchinja. Wadhabuhu alqurbani, kuchinja kwa niaba kujikurubisha, bi maana kwa kuchinja kwa niaba ya ibada, bi maana kwamba katika kuchinja hakika, kuchinja Eid al-Adha na kuchinja katika masala ya hija na chinja zingine, basi mtu afanye hayo kwa niaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wal khawf, kuwa na hofu, wan nadhr, pamoja na nadhir, warajau, pamoja na rajau, watawakul, wal inabatu, wal mahabbatu, kupenda, wal khashya, na kuogopa, waraghabatu, warahba, warruku'u, was-sujud, wal khushu'u, wat-tadhalluli, wadh-dhikru, wal qira'atu al-Qur'ani. La mwisho ni kusoma Qur'ani. Hayo au hizi ni aina miongoni katika aina za nini, za ibada. Lakini huko nyuma tulishakuja kueleza kwamba kwa ujumla wanachuoni wakatuambia kwamba al-ibadatu ni huwa ismun, ni jina jami'un ambalo lenye kukusanya kullu ma, kila lile ambalo yarudha, analoridhia ilahun sami'un, kila ambalo analoridhia Mwenyezi Mungu mwenye kusikia, min af'ali wal aqwali, kutokana na vitendo na kauli. Swali jingine la 21 linatuambia ma a'zam
lipi lililo kubwa? Ma, lile ambalo naha Allahu, amekataza Allah subhanahu wa ta'ala anhu kwake yeye. Jibu lake ni kwamba a'dham, lile lililo kubwa, ma naha anhu, ambalo amekataza kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ashirku, mja kufanya ushirikina. Wa huwa ibadatu ghairi llah, ushirikina nao ni kumwabudu asiyekuwa Allah, ma Allahi, pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu, inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu, la yaghfiru an yushraka bihi, hamsamehi mwenye kumshirikisha kwake, wa yaghfiru ma duna dhalika, na anasamehe kinyume na ushirikina, liman yasha, kwa yule amtakaye. Tunaona pia hapa juu ya hatari kubwa kwa wale wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo pia tumeeleza kwa undani katika darasa zilizopita zilizokwisha tangulia. Hivyo tuone swali la 22, ma naua ashirki, zipi aina za ushirikina? Ushirikina kuna aina ngapi katika ushirikina? Swali lake na jibu lake ni kwamba an-naul awwal, aina ya kwanza katika ushirikina, ashirkul akbar, ni shirki kubwa, ni shirki kubwa. Huwa nayo hiyo shirki kubwa, kullu ma, ni kila lile ambalo samahu Allah, liko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, au rasuluhu, au mtume wake, shirkan, katika nini? Katika ule ushirikina. Wa akhrajahu sahibuhu, na ametoka yule mtu mwenye ushirikina, min al-islami, katika Uislamu, hatoisabika mtu huyo Muislamu. Mithla, mfano, ibadatil asnami, mwenye kuabudia masanamu, wal amwati, pamoja na zile maiti, wale ambao waliokufa, wasujudi li ghairi llahi ta'ala, na kusujudu kwa asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni hatari, na hilo tunaona kuna baadhi ya watu miongoni katika umma wanaabudia masanamu, na katika baadhi ya watu wanaabudia maiti ambazo zilizokufa, watu wanakwenda kuabudia. Anau thani, aina ya pili katika ushirikina, ashirkul asghar, shirki ndogo. Wa huwa kullu ma jaa, nao ni kila wa huwa kullu ma jaa, nao ni kila ambacho kilichokuja shariati, katika sheria, annahu shirku, hakika jambo hilo ni nini? Ni ushirikina. Walam yukhrij sahibahu min alislami, na wala ushirikina huo mdogo haumtoi mwenye kuufanya katika Uislamu wake. Mithlu au mithla, mfano, al-khalifu bighairi llah, mtu kuapa kwa siokuwa Allah. Tunaona hilo, mtu anaapa, wallahi mamangu mzazi, wallahi kadha wa kadha, bimaana kwamba mtu anaapa siokuwa Allah, na apa kwa mtu fulani. Kiapo hicho hakifai katika Uislamu, na huo ni ushirikina, na miongoni katika ushirikina mdogo, lakini haumtoi mtu katika Uislamu, ila akiuendelea kufanya sana, unaweza ukampeleka katika ushirikina mkubwa na ukamtoa mtu katika Uislamu. Na pia wayasiri riyai, na kufanya jambo kwa ria, na ria chache na ria ndogo, mtu akafanya kutoa sadaka yake kwa malengo ili aonekane na watu, au akafanya mambo yake ili watu wamsifie, basi hiyo ni ria, na akiingia katika mlango huo ameingia katika ushirikina mdogo. Wa qauli, na kusema masha Allah wa shi'ta, akitaka Mwenyezi Mungu na wewe. Mtu akisema akitaka Mwenyezi Mungu na wewe jambo hili nitafanikiwa, huyu anaingia pia kwenye ushirikina. Wasumia shirkun asghar, na pakaitwa shirki ndogo, li annahu, kwa sababu, wasilatu liuqui fi shirki al-akbar, ni njia ambayo yenye kumpeleka mtu katika ushirikina mkubwa. Kwa hiyo mtu ajitahadhari na mdogo, akijitahadhari huo basi ataweza kuepukana na ule mkubwa, na akiweza kuingia katika ushirikina mdogo, basi ajue hata huo mkubwa anaweza akafanyaje, akaingia katika huo ushirikina mkubwa. Swali la 23, mata waka awwalu shirki fi nnas, muda gani ulitokea ushirikina kwa watu, muda gani? Jibu lake ni kwamba waka awwalu shirki,
muda wa kwanza uliotokezea ushirikina fi nasi kwa watu, fi qaumi Nuhi, kwa watu wa Nuhu huko, kwa watu wa Nuhu ambao waliwaabudia watu wema, watu ambao walikuwa watu wa Nabii Nuhu kwa wema wao, kwa jitihada zao katika umma. Basi watu wakatengeneza masanamu, kisha ikapelekea kuabudia wale watu. Swali la mwisho kwa siku ya leo, tumalizie darasa letu, ma sababu uqui shirki fi qaum Nuhi, ipi sababu iliyotokea au ilipelekea kutokea watu wa Nuhu kufanya ushirikina? Jibu lake ni kwamba asababu huwa, sababu iliyopatikana katika watu wa Nabii Nuhu, alghuluwu fi salihina, kupetuka mipaka kutokana na wale watu wema ambao waliofanya katika mema yao. Watu wakapetuka mipaka, wakawaabudia watu wema waliotangulia. Nadhani tuishi hapo. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanaka bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.